vyuo vikuu vyetu, na ikimpendeza Mwenyezi Mungu tutakutana katika shughuli za uongozi mbele ya safari. Hongereni sana watoto. Watoto wanaomaliza shule ya msingi nyosheni mikono. Mko wapi? Wako wapi? Ndio wale? Yes. Pande wa kushoto. Mko pale. Hongereni sana. Nawapongeza kwa sababu mmejitahidi. Inawezekana si wote wanaofanikiwa kumaliza, kwa sababu nayo hii ni safari yenye inayohitaji uvumilivu. Inahitaji resilience ya kutosha sana katika kutafuta elimu. Uamke saa 11 alfajiri unaisubiri basi, utoke shuleni saa 10, upande basi upambane jioni, kuna homework, kuna kila kitu. Lakini Mwenyezi Mungu amewawezesha, mmefika hapa. Kwa hiyo nawapongeza sana. Tuendako, kwa sababu ningekuwa na muda ningetumia muda wa kutosha hapa ili tuweze kufahamiana na wazazi, tufahamiane na walimu. Lakini nikuahidi mkurugenzi pamoja na wazazi mlioko hapa, tuombeane uzima, mambo yetu yaende sawa. Mwenyezi Mungu aendelee kutupa uhai na afya njema. Tutarudi hapa tena kwa ajili ya kujadiliana namna ambavyo tunaweza tukashirikiana katika kuendeleza elimu. Bahati nzuri mimi mwenzenu ni mdau wa elimu kwa muda mrefu. Kabla sijaja kugombea hapa nilikuwa naishauri Benki ya Dunia kwenye mambo yanayohusu elimu, hasa elimu ya kati na elimu ya juu, kwa vyuo vikuu na vyuo vya ufundi na ufundi stadi. Kwa hiyo nimefahamu sekta ya elimu kwa nchi kwa upana kupitia kazi hiyo, kuanzia elimu ya awali mpaka elimu ya chuo kikuu. Kwa hiyo ukiniuliza kuhusu changamoto zinazokabili sekta ya elimu kuanzia ngazi za sera, kuja ngazi za utoaji huduma kwa eneo hili, kuja ngazi ya mfumo unaoratibu sekta ya elimu, ikiwemo mambo ya fedha, ikiwemo changamoto za uratibu, ikiwemo changamoto za wazazi upande mmoja, wanafunzi upande mwingine, walimu kwa upande mwingine, changamoto zilizopo katika uendelezaji wa kitaaluma, CPD kwa ajili ya walimu, tunazifahamu kwa upana. Kwa hiyo tutapata muda wakati fulani tuje hapa tuzungumze vizuri, ili kwa pamoja tushauriane namna tunavyoweza kuiendea mambo ambayo yanawakabili kwenye sekta ya elimu. Na mimi niko tayari kuwa rafiki na kushirikiana na nyinyi katika kila hatua, ili kama zipo changamoto tushirikiane pamoja kuzitatua. Pengine ningepata muda zaidi tungezungumza zaidi ya hapa, lakini mimi ni mwenzenu kwa sababu ni mkazi wa hapa, nakaa Mwapemba hapo chini. Nimeishi hapa kwa miaka zaidi ya 13. Dar es Salaam hapa nakaa muda mrefu zaidi ya miaka 31. Nimekuja akiwa Kichema kabisa hapa. Kwa hiyo hapa ni nyumbani, mimi nishakuwa hapa, sina pa kwenda tena. Kwa hiyo nihitimishe kwa kusema, pamoja kwamba tumepata nafasi fupi, lakini sisi kwa vile tuko kwenye shughuli ya uchaguzi, ni muhimu tuseme kwamba kwa kweli tunapokutana na watu na wananchi wenzetu ambao tunaamini ni wapiga kura wenzetu, ni muhimu tuseme, ili isije kesho nikasema ulikuja lakini ukuomba kura bwana. Sasa kama hatukukupa usije ukalaumu kwa sababu hukutuomba. Mtu mzima ukitaka jambo lazima uombe. Ndivyo busara inavyotuongoza. Kwa hiyo nichukue nafasi hii, ndugu mkurugenzi na viongozi mlioko hapa pamoja na wazazi, kukiombea kura Chama cha Mapinduzi kwa nafasi 3, nafasi ya rais, nafasi ya ubunge pamoja na nafasi ya diwani wetu. Diwani wetu hapa anaitwa Bwana Zebedayo John Msigwa. Mimi nayegombea ubunge naitwa Kakulu Buchet Kakulu. Na Mheshimiwa Rais nafikiri ni mtu anayefahamika zaidi kuliko sisi sote. Sisi ndio maana tunalazimika kujitambulisha mara mbili ili tufahamike. Lakini Mheshimiwa Rais nafikiri wote tunamfahamu, tunamwombea kura za ndio kama ambavyo tunajiombea sisi, mimi mbunge pamoja na diwani wetu wa hapa. Kwa kumalizia, ndugu mkurugenzi, nawashukuru sana kwa kumpa nafasi ya kuzungumza na wananchi hapa pamoja na watoto na walimu. Tutapata nafasi wakati mwingine tuzungumze zaidi kadri Mwenyezi Mungu atakavyotuwezesha na kutupa uhai. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mwenyezi Mungu awabariki wote. Yes. Angalia hapa, naongea hapa nyuma. Chapa makofi kwa mgeni rasmi. Mitano tena. Kakulu mgombea